Tamko la matawi ya Yanga mkoa wa Iringa wa kutaka bodi ya ligi na Rais John Wallace Karia ajiuzuru. Tamko hilo hapo juu limetokana na kitendo cha kunyimwa haki timu yetu pendwa ya Yanga katika mchezo uliotakiwa kuchezwa tarehe 8 mwezi wa 3 mwaka 2025. Bodi ya ligi, tunatoa tamko kutaka bodi ya ligi ijiuzuru kwa sababu zifuatazo. 1. Kuahirishwa mchezo bila sababu za msingi kwa kuzingatia kanuni ya 34 inayoeleza sababu za kuahirisha mchezo ni kutokana na yafuatayo. 1. Kipengele kidogo cha kwanza, endapo timu ya taifa ina mchezo ndio unaweza ukaahirisha. 2. Endapo timu inayoshiriki mashindano ya kimataifa ina muda usiozidi siku 3 kufikia mchezo ndio unaweza ukaahirisha. 3. Sababu ya dharura yenye misingi itakapokubaliwa na TFF. 4. Endapo kutatokea matukio yaliyo nje ya uwezo wa kibinadamu ndio unaweza ukaahirishwa mchezo, yani yasiyotarajiwa wala kusababishwa na timu husika. 5. Endapo wachezaji wasiopungua 3 wa kila timu wataitwa timu za taifa. Ukiangalia sababu zote hapo juu, hakuna sababu ambayo ingesababisha mchezo ule uahirishwe. Hapakuwa na sababu hizi zote, lakini mchezo kwa makusudi bodi ya ligi kwa kusikiliza tamko la mtu waliahirisha. Sababu ya pili, kutokufika uwanjani kwa kanuni ya 31. Kanuni hii inasema timu yoyote itakayokosa kufika uwanjani bila sababu za msingi zilizokubaliwa na TFF, TPLB na kusababisha mchezo usifanyike itakabiliwa na adhabu zifuatazo. 1. Kutozwa faini ya shilingi milioni 5, ambapo shilingi milioni 2,500,000 zitachukuliwa na bodi ya ligi na shilingi milioni 2,500,000 itapewa timu pinzani. 2. Kulipa fidia ya maandalizi ya uharibifu wowote unaoweza kujitokeza. 3. Kupokwa alama 15 katika msimamo wa ligi na viongozi waliosababisha jambo hilo kuchukuliwa hatua zaidi za kinidhamu. Tamko la matawi ya Yanga mkoa wa Iringa wa kutaka bodi ya ligi na Rais John Wallace Karia ajiuzuru. Tamko hilo hapo juu limetokana na kitendo cha kunyimwa haki timu yetu pendwa ya Yanga katika mchezo uliotakiwa kuchezwa tarehe 8 mwezi wa 3 mwaka 2025. Bodi ya ligi, tunatoa tamko kutaka bodi ya ligi ijiuzuru kwa sababu zifuatazo. 1. Kuahirishwa mchezo bila sababu za msingi kwa kuzingatia kanuni ya 34 inayoeleza sababu za kuahirisha mchezo ni kutokana na yafuatayo. 1. Kipengele kidogo cha kwanza, endapo timu ya taifa ina mchezo ndio unaweza ukaahirisha. 2. Endapo timu inayoshiriki mashindano ya kimataifa ina muda usiozidi siku 3 kufikia mchezo
ndio unaweza ukairisha. 3, sababu ya dharura yenye misingi itakapokubaliwa na TFF. 4, endapo kutatokea matukio yaliyo nje ya uwezo wa kibinadamu, ndio unaweza ukaahirishwa mchezo, yani yasiyotarajiwa wala kusababishwa na timu husika. 5, endapo wachezaji wasiopungua 3 wa kila timu wataitwa timu za taifa. Ukiangalia sababu zote hapo juu, hakuna sababu ambayo ingesababisha mchezo ule uahirishwe. Hapakuwa na sababu hizi zote, lakini mchezo kwa makusudi bodi ya ligi kwa kusikiliza tamko la mtu waliahirisha. Sababu ya pili, kutokufika uwanjani kwa kanuni ya 31. Kanuni hii inasema timu yoyote itakayokosa kufika uwanjani bila sababu za msingi zilizokubaliwa na TFF, TPLB na kusababisha mchezo usifanyike itakabiliwa na adhabu zifuatazo. 1, kutozwa faini ya shilingi milioni 5, ambapo shilingi milioni 2,500,000 zitachukuliwa na bodi ya ligi na shilingi milioni 2,500,000 itapewa timu pinzani. 2, kulipa fidia ya maandalizi ya uharibifu wowote unaoweza kujitokeza. 3, kwa kupokwa alama 15 katika msimamo wa ligi na viongozi waliosababisha jambo hilo kuchukuliwa hatua zaidi za kinidhamu.